course karibu sana mtazamaji wa iDigital, lakini pia mwanafamilia wa News Beast. Leo ni Jumatatu na mwisho wa mwaka ndo huo unakaribia. Tumesaliwa kama na wiki mbili na siku kadhaa tu hivi kuweza kumaliza mwaka huu 2025. Sasa siku mbili zilizopita kuna story kubwa ambayo imetikisa sana hasa kwenye upande wa burudani. Na mimi nimeamua kuhakikisha hiyo story naisogeza kwako. Ni story ya kuahilishwa kwa tuzo za muziki Tanzania maarufu kama TMA. Tuzo ambazo zimejipatia umaarufu mkubwa sana toka kuanzishwa kwake, lakini zilitangazwa hapo nyuma kwamba zitafanyika kwa mwaka huu 2025 kuwatambua wasanii waliofanya vizuri kwa mwaka 2024. Tunakumbuka mwaka 2024 hazikufanyika, so mwaka huu 2025 ikatangazwa kwamba zitafanyika. Lakini ghafla siku mbili zilizopita likatoka tangazo ambalo halina maelezo mengi sana, lilikuwa ni fupi tu. Bwana tuzo zimehailishwa ambazo zilitakiwa kufanyika Disemba hii mwaka 2025. Nikasema isiwe tabu, hebu ngoja nizungumze na mchambuzi wa masuala ya tuzo Nelly B atuambie maoni yake na mtazamo wake kuhusiana na hizo tuzo. Halafu baada ya hapo mimi nitasafiri moja kwa moja kuelekea ilipo kambi kuu ya BASATA, yani Baraza la Sanaa la Tanzania. Watuambie nao kwa nini tuzo zimehailishwa, nini ambacho kipo nyuma. So karibu sana, twende pamoja. So Boy King Kali mnyama mkali. Leo News Beast inalenga zaidi kuhusiana na tuzo za TMA. Shida sijui shida, na ukisema kwamba kuna shida, lakini nafikiri kuahirishwa kwa tuzo kuna mambo mengi sana, kwa sababu mwaka huu tulikuwa busy sana na masuala ya uchaguzi. Kwa nafikiri kutokana kwenye hii engo ya masuala ya uchaguzi inaweza kama imesababisha ama kupelekea BASATA pamoja na kamati ya tuzo kuweza kuahirisha zisiweze kufanyika, ili maybe waweze kupata kitu kizuri zaidi. Na kwa sababu wenda wasanii pia walikuwa busy na masuala campaign, ndiye, na vile vile na naweza nikasema kwamba lakini hata nilipoona tu mchakato hizi tuzo, lile tangazo ama ile press conference ya tuzo, yani ilikuja tu pap, umeelewa? Press conference ya tuzo imetokea, wamefanya press, zimezungumziwa tuzo, lakini hakukuwa na mipango mikakati, ya kukuwa na uchemvushwaji kusema kutease kwamba bwana kesho tutafanya press conference kuhusiana na tuzo za TMA. Yani like lilikuja tu tukio, lakini baada ya pale tukaona kwamba wasanii wamealikwa waweze kufanyaje, kusubmit kazi zao na wao waweze kujipendekeza ili waweze kuwa nominated kwenye tuzo za TMA Tanzania Music Awards. Lakini sasa yani hakukuwa na muendelezo. Hata mimi nilikuwa nashangaa, hivi tuzo zipo ama zipo? Lakini all in all nafikiri watu walikuwa busy na masuala ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Sasa uchaguzi unaingilianaje na mambo ya sanaa na muziki? Sio wasanii walikuwa kwenye perform. Shughuli zimeisha tarehe 29. Yeah, shughuli zimeisha tarehe 29, lakini tunafahamu kuna before election na post election. So nafikiri vitu kama hivyo lazima kuwe kuna kabla na baada ya uchaguzi. Kuna mambo mengi ambayo yanaendelea, na mwenyewe ni shahidi vitu vinavyoendelea sasa hivi. So mimi naweza nikawaza hivyo. Nadhani walikurupuka. Kukurupuka hapana, ile ni taasisi kubwa, siwezi kusema kwamba walikurupuka. Ile ni taasisi kubwa, naheshimu sana. Kukurupuka hapana, lakini nafikiri hawakuwa na mipango mikakati madhubuti, na wala hawakutegemea kwamba kitatokea nini mbeleni, na nafikiri hivyo. Ila all in all tunaweza tukapata baadaye majibu pia hapa kupitia iDigital na AFM kuhusiana na tuzo, umeelewa? Lakini tabii tufanye utafiti, mimi na wewe tufanye utafiti kwa nini zimeahirishwa, na kama zimeahirishwa labda ni lini zitafanyika tena.
tutapata majibu kwa nini zimeahirishwa na lini zitafanyika. Mimi nipo tu kama mdau tu, umeelewa? Mimi nataka nipate majibu. Wewe kama mdau? Kama mdau nataka nipate majibu. Majibu tutayaleta. Majibu tutayaleta leo hatulali nayo. Sasa wewe kama mdau, ila watu wasikize the finest. The finest kitovu cha ngoma kali pale. Sasa baba waweza kusikiliza pale waone kwamba itakuwaje. Saa 8 hivi tunaweza tukawa tuna majibu. Of course, baada ya kuzungumza na Nelly B, nilifanya utaratibu wa kumtafuta mkurugenzi msaidizi wa sehemu ya utafiti na masoko pale Baraza la Sanaa la Taifa BASATA, Bwana Mrisho ambaye huyu ni coordinator wa tuzo za muziki TMA. Na kwa sababu ana coordinator, anaweza kutuambia kipi ambacho kimesababisha tuzo hizi. Sasa hebu sikiliza mazungumzo yangu mimi na yeye ambavyo alikuwa. Bwana Mrisho, unaweza kutuambia kwamba tumeona tangazo la kuahirishwa kwa tuzo za TMA mwaka 2024 ambazo zilitakiwa kufanyika Disemba hii, lakini limetolewa kwa ufupi sana. Nini chanzo cha kuahirishwa kwa hizi tuzo? Mimi ni kaimu mkurugenzi msaidizi sehemu ya utafiti na masoko, lakini katika tuzo mimi ni coordinator wa Tanzania Music Awards. Of course kama kawaida tunavyojua, baada ya tuzo huwa tunafanya tathmini ya tuzo zilizopita. Na baada ya kufanya tathmini tukagundua kuna maboresho fulani yanatakiwa. Kwa sababu mwaka huu tulitakiwa kutoa tuzo za kazi zilizotoka mwaka jana 2024. Tukafanya tathmini na launch tuzo. Lakini pamoja na launch tuzo kuna vitu ilibidi tuvikamilishe kabla ya tuzo. Na hivyo vitu sasa ndio vimetupelekea tuseme hapana, tusifanye mwaka huu, ila tuzo tutazifanya mwakani, na tutazifanya katika tentatively mwezi wa 4. Tarehe tutaisema rasmi, lakini tutakachofanya tutatengeneza Extended Tanzania Music Award. Itakuwa kubwa zaidi ya ilivyokuwa nyuma. Extended kwa maana ya itakava tuzo za mwaka 2024 na 2025. Kwa hiyo naomba sana subira katika hilo, kwa sababu unajua slogan ya tuzo hizi tunasema hizi ni tuzo zetu na huu ni muziki wetu. Kwa hiyo hizi tuzo tumededicate kwa jamii. Kwa hiyo mwisho wa siku mwezi wa 4 tutaomba jamii ishirikiane na sisi BASATA, ishirikiane na wasanii wetu kwa ajili ya kupiga kura sasa kuona who is the best na nani anastahili kupata tuzo. Kwa hiyo tumeailisha sio kwa ubaya, tumeailisha kwa maana ya kujenga, kuona sasa jinsi gani tunaweza tukaona tuzo bora zaidi kuliko ilivyokuwa. Umesema zitafanyika extended. Sasa zitafanyika kwa siku 2 au kwa siku moja hiyo kwamba zile za mwaka 2024 zitatolewa mchana na za 2025 zitatolewa usiku, ama za 2024 zitakuwa na siku yake na kesho yake tena za mwaka 2025? Hebu tuweke wazi hapo. Sasa tuiache hivyo, kwa maana itafanyika Extended Tanzania Music Awards. Sasa modality ya jinsi gani itafanyika, hiyo tutaitangaza, sasa itakuwa exclusive. Lakini so far tunaomba umma tuijue kwamba tumetangaza kuahirisha tuzo, na tumetangaza kuahirisha tuzo kwa sababu ya tathmini tuliyofanya ndani na kuona jinsi gani tunaweza tukaboreka zaidi. Tupishe management ya BASATA pamoja na awards committee kuona jinsi gani inaweza ikaboresha na tukaona tuzo kweli ambayo yenye sura ya taifa lakini yenye hadhi ya kimataifa. Sawa. Brother Mrisho, kuahirishwa kwa tuzo hizi kunahusishwa na masuala ya kisiasa hapa nchini. Vipi? Kuna ukweli gani katika hilo? Maana wananchi wamekuwa wakicomment na wengine wakitoa maoni yao kwamba inawezekana hali ya kisiasa ndio imesababisha yote haya. Hapana. Hiyo ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa sababu mpaka sasa hivi sisi tumeailisha tuzo, na hizo ndio sababu. Kama ingekuwa sababu ni hizo ningesema, lakini sababu ya siasa, unasema siasa na hali halisi, hiyo sio sababu sisi tupelekea tuailishe tuzo. Tuzo tumeailisha kwa sababu hizo nilizozisema, na nia hasa ni kuboresha na kuwa na a very outstanding award ambayo kwa sisi tunatamani kuwa tuzo bora barani hapa. Sasa lazima mipango mingi ikae, watu wa strategize, tutoke na kitu ambacho tukisema hii ni tuzo ya muziki Tanzania, sasa Afrika nzima itingishike. Hiyo ndio nia yetu. Kwa hiyo naomba sana
tulikubali hilo na of course tukija kutangaza sasa jinsi ya kupiga kura kwa umma, pia tutaomba umma tuitikie, kwa sababu mwisho wa siku hawa ni wanamuziki wetu, wanahitaji support kubwa kutoka kwetu. Mwisho wa siku huu ni muziki wetu, unahitaji sisi kama Watanzania tuubebe ndani ya Afrika nzima na dunia. Kwa hiyo mimi naomba tusifungamanishe na kitu chochote zaidi ya maboresho ya tuzo. Of course hayo ndo mazungumzo yangu mimi na yeye, na umesikia tuzo zitafanyika mwaka 2026 na zitapigwa extended. Tusubiri taarifa zaidi na zaidi ambazo zitakuja kutoka Baraza la Sanaa. Bwana, kwa leo mimi nahitimisha hivyo, nikwambie tu ya kwamba tukutane next time. So boy King Kali, mnyama mkali, vile ambavyo huwa anaondoka naendelea kukusisitiza bwana, mwisho wa mwaka ndo huu hapa. Hakikisha unatafuta pesa na unatafuta furaha ya mama usiku. Ukijichanganya mtoto wa kiume utakosa vyote, si ndio? Bye bye till the next time.